Leo ni official duty. Official duty. Anko. Uniangalia aje. Uko official. Wewe ataka tuangalie official hapana. Hii kiatu ni kubwa hii. Inafaa utafutie number plate. Wakitembea tao haraka haraka kiovateke unaweza simamishwa na traffic polisi. Wakuulizi iko wapi license? Mtu anafaa kuutilize what we call calligraph matriculation. Ako. Are we together? Unasema we are together na uko. Hadi watu walikuwa wanapita na ile kizungu ilikuwa inatiririka wakati wa a festival. Mlikuwa nyinyi? Nani alikuwa anapita na kizungu? Tusidanganyane. Mimi nilikuja kuchekeshwa lakini kukaa chini nikajipata najichekelea. Wakati watu wamenyamaza ndio nacheka. Kizungu ilikuwa inatupwa hivi. Inakuja kwa hii masikio inapiga round mbili inarudi kama kicheni. Lakini ilikuwa noma hiyo rafu. Si ndio? Ilinipatia kazi. Ndio maana unaona niko hivi. Angoli niita akaniambia nitoe vote of thanks. Nikamwambia thanks siwezi potea lakini vote angoje 2017. Ndio maana sasa uache utoto unipe ngoma ya kutoa thanks. Attention, kama mmeketi tu. Fellow Kenyans, DJE, Baino Band, waiters. Wema waiters sheni kuniangalia. Waiters ni wenye wanangoja hii speech. Extinguished guests and those fire extinguishers. Welcome to Kenya. Ilikuwa imeandikwa wakati walikuwa wanakuja. Kenya is a sovereign. Sasa jonte siangeandika tu safara tumalizane na hizo. Nani ajui Kenya ni sovereign republic? Thank you Shasir for being radical. Acha nisaidie huyo anko. Hapo tumesema ango chachi alikuwa rada. As a matter of fact, hapana hapo tutizaranye. Mata ni wa maniu. Mata ni wa fact ama ni wa maniu. Jonte hizi vitu zake hata siziamini sasa. Na zote zinafanana. Pashana nazo. Tuogelea watu tu. Mliona hawa wanaume walitoka huko Afrika. Usicheze na wao. Kutoka Afrika kukuja hadi Kenya kuchekesha watu. Hiyo si kitu rahisi. Mliwaona? Sasa baba yangu nimewasahau kila mtu nakumbuka tu ni mmoja. Junaye jina yake siwezi sahau. Chapo Daure wa kutoka sijui wapi. Huyo ndiye peke yake tu nakumbuka. Hao wengine majina zingine zilikuwa sisi wa Afrika shida ni tunakopa majina kwa wazungu unajiita na ujiulizi ni unapata hata mtu anaitwa jina ya mahali ya wazungu. Unapata mtu anaitwa Washington. Nani anaitwa Washington hapa? Washington si ni mahali. Wewe ushaisikia mzungu anaitwa Kayole? You what? My name is Calvin Kayole. I'm a Dadora Donald Trump.
Mama na ampendi vitu za huku Afrika. Mimi napenda Afrika. Ndio maana hata watu wenye walikuwa walinikumbusha venye napenda Afrika. Hadi nikaenda nikaanza kuitafuta, nikaipata. Mimi sikaagi bure. Natafuta kitu ya kufanya hata kama ni kuumwa na kichwa. Nilienda nikatafuta Afrika nielewe. Juu nataka kuishi huku hivi. Ndio hii nikaipata hapa. Nilikuwa naiangalia hivi na shagaa na vitu zingine hapa. Tuiji twingine hapa Afrika hata sijui ni akina nani wanaishigi huko. Kama Rwanda. Nikadoka na toshana Karioko. Hako hata ukijenga nyumba kubwa, unaweza pata sitini peke yake ndio iko Rwanda. Bedroom iko Burundi. Bafu iko Lake Victoria. Rwanda unajua hata wakianza kama ni kukauntiwa kama venye tuna kaunti yako huko Kenya. Wanaweza ambiwa watoke nje wote, waingie mmoja mmoja. Lakini afadhali yao. Kuna wengine hapa hata sijui shida yao ni nini. Hata walikosa jina, wakatumia jina ya Afrika, wanajiita South Africa. Wako huku chini. Unajua hata watu hawafikiri siku moja dunia itikisike vizuri tu, wataanguka chini. Hata ikianguka hata afadhali sisi Kenya na tuona tuko huku juu hivi. Ikianguka sisi at least tunaweza jishikilia hapa Malawi kama tumekanyaga Madagascar. Shida ni tuanze kuangukiwa na mawe za hiki. Wow, la. Hapana hiyo si shida. Shida ni kuanguka hapa kwa Zimbabwe kwa Mugabe. Hebu imagine tumeanguka Zimbabwe, hati Mugabe anaamuka anatupata wa Kenya hapo. President Mugabe, President Uhuru. Hapo wenyewe anko unyea atabidi ajipage. Mugabe hezi kubali. Si hata nyinyi mnajua? Hapo labda akatafute kazi ya kutangaza huko kama kina Rally Madogo. Mnagoji hivi na mnaochi news za Zimbabwe, mnaona anko Uhuru mwenye mnalista anakuja. Anasoma news. Fellow Kenyans, mandugu zanguni. Sorry, nilisema fellow Kenyan. Fellow Kenyambians, unajua tutakuwa remix. Nigeria, kaona Ghana, Mali. Hapo nikakumbuka kama kuna machokoshi waliangukia hiji, ni machokoshi wa Nigeria. Ati uogo. Wao wakitaka Mali, wanageukanga tu hiyo country kwa hapo, wanavuka wanachukua. Kama hiyo Mali inawadhuru, wanaweza shtaki mwenye hiyo Mali hapa chini kwa koti. Naona koti inaitwa divorce. DJ Goja. Rabo na mjua na muonaga kwa movie. Kanabo die gani? Tuliza si ujinga. Lakini mimi kama kuna muziki napendaga ni muziki ya rumba ni nyinyi. Roots. Karia mwenzako mwambie triki sana. Leo kuna baridi. Ushaipigwa na baridi hadi ukajipata ukiita mama boga sweetie. Niko ndio tulipigwa juzi na mabeste zangu wakati mvua ilinyesha. Lakini mmesikia Uncle Jesse akiwaambia kuna watu walikuwa wanavusha watu kwa barabara iko na maji. Ni sisi.
Tulipata job ya kuvusha watu kwa barabara huku Tao tukitumia mkoko. Hiyo mkokoteni si eti tulipewa ama tukaiba. Ililetwa na maji yenyewe. Sasa kulipisha mtu kumvusha barabara ilikuwa inategemea unatoshana aje. Kama wewe ni mtu mnono mkubwa uko na uzito, tulikuwa tunakulipisha bautu. Lakini kama wewe ni kamtu kakode kebaba kana uzito, tulikuwa tunakuangalia hivi tu. Tunakulipisha 1,000. Bao ni ya kukuvusha, hizo zingine ni za insurance ya risk allowance. Kamutu kakode ni rahisi kubebanishwa na maji. Lakini kimutu kikubwa, hata maji ilete shida katikati tukivusha, tunaweza muacha hapo na mkokoteni. Tuende ambulance. Ambulance inakuaga mkoko ya wafu. Wafu ni wa branch yetu ya Budalangi. Sasa kitu hili tukasirisha ni ati manko wengine wanatukujia wanatuambia hawana pesa na bado wanataka tuwabembeleze watoe pesa. Piao kuja bila pesa tulikuwa tunakubeba wana. Tunakuambia ndio mkokoteni tuliletewa bure na maji. Hatutakulipisha mkokoteni. Shika mkokoteni, ujivushe na utuletee mkokoteni yetu. Tukifanya hizo makazi ndio beste mwingine wetu Buguza alikuja akikibia. Katuambia wacheni kutesekea hapa. Twendeni nikawaonyeshe mali. Kufika pale hivyo Gikosh kwa kakona pale maji ilikuwa inapiga kona. Kumbe maji hapo ilikuwa inaleta mali tu. Kazi yetu ni kuchukua kuweka kado. Maji inaleta mali nyingi. Tulifika hivi kwanza tukaona mkate ndio hii tukachukua. Tukangoja Blue Band. Lakini hiyo maji ilikuwa inatutesa. Ilileta kiatu moja, tukaona kiatu moja ndio hii. Hiyo yezi tusaidia tukaachana nayo ikaenda. Lakini kidogo hivi, hiyo kiatu mwenzake ndio hii tena inakuja. Tukatoka hapo tumebeba mamali zenye tumeokota kwa maji tukaenda base yetu ya kulala. Kufika hapo tukidhani tumepora maji. Wako akapata pwaguzi. Tulipata maji pia imetubebea base yetu ya kulala. Haiko. Enyewe kitanda usichoralia kinaweza kubebwa na maji. Kaanza kujiuliza. Base yetu ilioshwa na maji na hiyo maji ilikuwa inaelekea hivi Istirado. Nani wa kutoka Istirado hapa alituonea place yetu ya kulala? Kaanza kujiuliza sasa tutahamia wapi? Dio Jodes akaruka akatuambia tuhamia Amerika. Tukakumbuka kuna ule mzungu alikuwa ametuambia venye huko ni kuzuri. Machokosho huko huwa hawaasuru sana. Wanapatanaga na maserebu, wanawapatia mamali. Wanapatana na mtu kama Lil Wayne. Mnamjua? Lil Wayne anawapea chains na bling bling. Hizo wanauzanga huku mnaonaga nazo na akina Octopizo. Maserebu wa huku kwetu. Juzi sisi tulijaribu tukapatana na jua kali. Akakuja kama ametuchangamkia ati watu mnajua ni aje? Tukamwambia hatujui.
tukacheki, kamwambia tutaki kucheka, tunataka mali. Tukingoja tupatie kitu atiriali tupatia ni morale peke yake. Tukafikiria acha kujipeleke Amerika yenyewe. John Testo utoka na maidi akatuambia twendeni niwapeleke Amerika. Tukaenda yenyewe. Mungu ni mkubwa. Tukafika Amerika. Tulifika Amerika juu hapo juu ilikuwa imeandikwa embassy. Ingia ndani kulikuwa na kamzungu hapo. Kila mtu alikuwa anaingia peke yake kujieleza. Mimi ndo nilitangulia nikaingia, kakaniuliza what do you want? Kakaambia America. Kakaniuliza what is your name? Kakaambia Tricky. Tricky? Tena sana. Siapa nyinyi mnaniambiaga Tricky sana? Kakaniuliza what grade did you get? Nikashangaa nikaona kameandika A. Kakaniuliza if you go to America will you come back? Kalingoja hiyo jibu venye mnaigoja. Sasa ndio kidogo nikaona kamepigisha vitu kelele hapo kuruma mashine zingine, kakatoa kikaratasi. Kuangalia kimeandikwa denied. Nikajua basi tutarara denied before tuende America. Asanteni sana.